Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Wycliffe Rupia. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunijalia nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe tena. Leo nina taarifa muhimu ambayo ningependa nikupatie. Rafiki, ndugu, jamaa, jirani, mtu wa thamani sana hapa mtandaoni. Binafsi huwa ninaguswa sana na mwitikio wenu, kwa wale ambao tunawasiliana inbox au kwa wale ambao tunawasiliana kwa njia ya simu kwa kuongea na kwa njia mbalimbali kwa kupitia iwe ni machapisho au iwe ni videos mbalimbali za kuhamasishana, kutiana nguvu, shauku, kiu, hamasa na njaa ya kumjua na kumtafakari Mungu. Mimi simjui Mungu kama vile nipasavyo kumjua. Naendelea kujifunza na ningetamani kila mmoja ambaye yuko hapa, kwa yeye ambaye anafahamu zaidi na yule ambaye anajiona labda afahamu kabisa, tuwe na nafasi ya pamoja. Na mimi nitakachokuwa nikifanya kwa neema na msaada wa Mungu, kila baada ya siku moja, labda siku mbili, siku tatu, niwe nakuletea hapa video ambayo ina maudhui ya kukuhamasisha wewe kufahamu kwa muhtasari kila kitabu katika Biblia takatifu, na ikuwekee kiu ya kutamani kukisoma, ya kutamani kujua yaliyoko ndani yake, kwa sababu humo ndimo ulimo uzima wa maisha yetu. Mtu wa thamani, tunaishi katika kipindi ambapo ubaya unavuma sana kuliko wema. Giza linapendwa sana kuliko nuru. Wasio haki wanasifiwa sana kuliko wenye haki. Watenda mabaya wanaona fahari zaidi kuliko watenda mema. Mungu kuna matendo aliyotuumbia ili tupate kuenenda nayo. Alituumbia, sisi tulikuwa predestined kuwa aina fulani ya watu. Mungu hakutukusudia tuwe watu wa ajabu, kuwa watu wa hovyo, kuwa watu wa mambo ambayo yanatuacha na aibu. Ni lazima tupitie kwa nini kitabu cha Genesis, kwa nini kitabu cha Mwanzo. Utamwonaje Mungu kwenye kile kitabu cha Mwanzo? Utapataje faraja kwenye kitabu cha Kutoka? Utaonaje nuru kwenye kitabu cha Walawi? Utapataje njia ya kwenda mbele kwenye kitabu kile cha Hesabu? Utajuaje utaratibu na mtindo wa kuishi kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati? Utaonaje jinsi ya kushinda katika mazingira yasiyotabirika kwenye kitabu cha Yoshua? Utawezaje kuona msaada wa Mungu katika nyakati zisizotarajiwa kwenye kitabu cha Waamuzi? Mungu atakuwa Mungu wa kwako kipekee, na utamtafuta kwa moyo wa bidii na uweze kumuona kama vile ambavyo Rutu alivyomtafuta Mungu kwenye kile kitabu cha Rutu. Tutapitia na kuona watu ambao walizaliwa katika matarajio ambayo hayakuwepo, kama Samuel, kupitia kitabu cha Samuel, na kuona ushujaa wa Mungu kuwasaidia watu ambao hata wengine walizaliwa nje ya ndoa, lakini wakawa watu wakuu, ili wewe ambaye umezaliwa nje ya ndoa usijione mtu usiyefaa. Wewe ambaye umezaliwa katika mazingira ambayo hayakutarajiwa usijione kama ni mtu ambaye huwezi kufanya kitu. Yuko role model wako Daudi. Tutasoma kitabu cha Samuel wa kwanza na wa pili. Tutasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, kwa maana ya kuhamasishana juu ya mambo yaliyoko ndani ya hivyo vitabu. Tuone jinsi ambavyo watawala ambao walikuwa chini ya mamlaka ya Mungu na watawala ambao hawakuwa chini ya mamlaka ya Mungu, na jinsi watawala wanavyoweza kusaidiwa na Mungu na kuongozwa na Mungu, na jinsi watawala wanavyoweza kuadhibishwa na Mungu wanapomkataa Mungu. Tutaona pia kitabu cha Mambo ya Nyakati, kitabu ambacho kinaelezea vizazi na mambo yaliyofanywa na hivyo vizazi, hasa katika historia ya taifa la Israeli, lakini ikianza na binadamu katika vizazi vingi sana vilivyopita huko. Tutakuja tusome kitabu cha Ezra, kitabu cha Nehemia na kitabu cha Esther, kuona jinsi ambavyo Mungu anaweza akamchukua mtu
akasimamia kutekeleza mapenzi yake katika mazingira ambayo si rafiki, na huyo mtu akafanikiwa. Sijui wewe upo katika mazingira gani na unakabiliwa na jambo gani ambalo ni gumu kabisa, lakini upo ukitaka kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu, mmoja ya miongozo ya sala zake kwa wanafunzi, alisema ufalme wako uje duniani kama mbinguni. Mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni, baada ya ufalme wa Mungu kuja. Sasa huenda upo mahali ambapo unatamani kutekeleza mapenzi ya Mungu, lakini mazingira si rafiki. Nataka nikwambie, miongoni mwa vitabu ambavyo vitakupa inspiration kubwa sana ni kitabu cha Nehemia, kitabu cha Ezra, kitabu cha Esther. Utakuwa sio mtu wa kawaida. Tukitoka hapo, tutaangalia utele na utajiri ulioko kwenye kitabu cha na hekima zilizoko kwenye kitabu cha Ayubu. Ina sura 42. Naipenda sana sura ya 28. One of the best, ina mistari 28 tu. Utafurahi, utaona jinsi ambavyo kumbe hata katika nyakati mbaya unaweza ukapata kitu kisicho cha kawaida. Kwa hiyo itakuwa si nyakati zote mbaya utalalamika kwa kupitia maisha ya Ayubu. Tutasoma Zaburi, ziko 150 na zimegawanyika kwenye makundi 5 za kipekee. Tutaona why mashairi yale kuwa vile. Why? Kwa nini kuna mahali mwandishi wa Zaburi amesema yale aliyoyasema? Tutajifunza mambo mengi na uhakika Roho Mtakatifu atatusaidia kipekee. Lakini pia tutasoma kitabu cha mwenye hekima kingine kinaitwa Mithali. Zile sura 31. Sura ya 8, one of the best. Sura zote ni za kipekee. Mimi napenda sana kitabu cha Mithali. Tutasoma kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes. Sura zile 12. Kuona ya kwamba jamani, kuwa na vyote bila Mungu ni ubatili. Muhimu kuwa na vyote ukiwa na Mungu. Tutaona jinsi ambavyo matajiri wa dunia hii wanamhitaji Mungu. Viongozi wa dunia hii wanavyomhitaji Mungu. Na hata wewe Mungu akikuinua katika nafasi fulani, usije ukajisahau. Kwa sababu sio watu wote wanapataga nafasi ya kutengeneza kama ilivyokuwa kwa Mfalme Suleiman. Tutasoma kitabu cha Wimbo wa Mapenzi, wimbo ulio bora. Ili tuone thamani ya wale wenza wetu, watu wetu wa karibu, hasa nazungumzia wale walio kwenye ndoa, lakini katika picha ya upendo wa Mungu kwa watu wake wasiofaa. Lakini pia tutaangalia kitabu cha Isaya, sura zile 66, sura za kipekee. Kuna sura 39 za kwanza ni kama marudio ya Agano la Kale. Alafu kuna sura 27 zinazofuata ni kama mwelekeo wa Agano Jipya. Kitabu cha kipekee, kina nabii nyingi sana kuhusu Yesu Kristo Mwokozi. Tutapitia na kutafakari mambo mbalimbali katika kitabu kile cha Yeremia, sura zile 52. Tutaangalia pia kitabu cha Ezekiel, zile sura 48. Kitabu cha Yeremia mimi nakipenda, ni miongoni mwa vitabu ambavyo nimevisoma na kuvisikiliza mara nyingi kwa level yangu, mara nyingi. Sikumbuki ni mara ngapi, lakini mke wangu angekuwepo angesema lakini ni mara nyingi. Angekuwepo hapa angesema kweli. Hata saa nyingine nitakiweka hapo, kama siwezi kusoma nitaweka nisikilize. Na nimeendelea kujifunza mambo kadha wa kadha kwa kupitia kitabu cha Yeremia. Lakini pia na kwenye hiyo kitabu, miongoni mwa kitu ambacho nikupe hint, utaona jinsi ambavyo wewe ambaye unadhani huna sifa za kumtumikia Mungu ndio una sifa za kumtumikia Mungu. Kwa sababu miongoni mwa vigezo vya kumtumikia Mungu ni kujua ya kwamba hustahili kumtumikia. Na hapa ninaposema kumtumikia, si swala tu la kumtumikia kwenye mimbari. Kwenye maeneo yote, unaweza kuwa serikalini, unaweza kuwa kwenye sekta binafsi, ukawa unamtumikia Mungu. Na uone jinsi ambavyo Mungu anaweza kukuletea msaada hata kama
watu wengine wote wataangamia. Lakini mimi kwa mapenzi yangu ningetamani asiwepo hata mmoja anayeangamia. Alafu utaona kitabu cha Ezekiel sura 48 kuna nabii za kushangaza. Tutajaribu kuangalia baadhi ya nabii, hasa zile ambazo hazijawahi kugusiwa mara nyingi au mara kwa mara, ikiwemo mafumbo mbalimbali. Kuna mafumbo mengi, zaidi ya mafumbo 14 na nabii 14 tofauti ambazo zina yani Ezekiel anatabiri mambo au anaonyeshwa mambo kwa kupitia mifano. Tunaweza pia tukaiangalia baadhi ya mifano. Lakini pia tutaangalia kitabu kile cha Yeremia kidogo, kitabu cha Laments, maombolezo, kitabu kidogo. Na nitakwambia kitu tukifika kwenye hiyo kitabu, Mungu akitujalia neema. Ni kitabu kilichoandikwa kwa mtiririko wa herufi za Kiyahudi. Yaani kama vile tulivyokuwa na A to Z. Sasa chenyewe kila mstari, kila sura ina mistari kulingana na herufi za Kiyahudi. Alafu ukifika sura mojawapo ina mistari 66. 66. Sasa 66 ukiigawa mara 3 unajua unapata ngapi? Hizo ndio idadi ya herufi za Kiyahudi. Alafu tutasoma kitabu cha Daniel sura 12, one of the best book kuhusu masuala ya unabii, lakini unyenyekevu, kutokujinajisi kwa sababu ya kunufaika na mifumo au na mambo mbalimbali yasiyofaa. Tutaona jinsi ambavyo tunaweza tukawa watu ambao tunaweza tukafanikiwa katika mazingira ambayo mifumo na hali yake imeharibika. Mahali fulani mwandishi wa Biblia anasema, mahali fulani kwenye kitabu kimoja anasema, kama misingi imeharibika, mwenye haki atafanya nini? Hajaishia hapo. Akasema, lakini Bwana ameketi au amekaa katika hekalu lake, dunia yote na inyamaze kimya. Kwa hiyo si kwamba misingi ikiharibika is a hopeless situation. No. Still we can buy ourselves. Why Daniel alisucceed, alifanikiwa sana kwenye serikali zenye wafalme zaidi ya 4 katika vipindi vyote, akiwa ameshiriki kwenye kufanya kazi kwa miaka mingi sana, zaidi ya miaka 70. Hata sisi tunaweza tukafanikiwa katika mazingira yoyote yale ambayo yameharibika, na wale ambao wameasisi hayo mazingira baadaye wakawa upande wetu, wakamcha na kumpenda Mungu ambaye tunampenda. Hauhitaji kucompromise, hauhitaji kushusha kiwango ili uwe level ya ubaya. Don't lower your standard, upgrade your standard, kwa sababu the kind of God that we are serving and that we are believing in, he is more than anything, juu ya kitu chochote ambacho kinatamanika na kupendwa. Sio kind of, unajua pia hata ukisema kind of God ni kama vile there are so many gods. No, there is no any other God rather than God. Only one creator, and his name is Jesus. Alafu utaona vitabu vya wakina Hosea, wakina Malaki, wakina Sefania, wakina Joel, kimoja baada ya kingine, na kuona baadhi ya mambo ambayo yatatusaidia. Yako mambo mengi sana. Tutaingia kwenye New Testament, tutaangalia kitabu cha Mathayo. Why Mathayo? Why Mark? Why Luka? Why John? Why Matendo ya Mitume? Why Warumi? Why Wakorinto wa kwanza na wa pili? Why wa Galatia? Why wa Efeso? Why wa Kolosai? Why wa Filipi? Why kitabu cha Thessalonike wa kwanza na wa pili? Why Timotheo wa kwanza na wa pili? Why Tito? Why Philemon? Why Waebrania? Why Yakobo? Why Petro wa kwanza na wa pili? Why Yohana wa kwanza, wa pili na wa tatu? Why Yuda? Why kitabu cha Ufunuo? Tunataka tuwe na kiu na neno la Kristo lijae kwa wingi ndani ya mioyo yetu, ili tusiyumbishwe na mambo mbalimbali ambayo Mungu hakutuumbia.
Neno la Mungu linasema, tena Bwana Yesu ndiye anasema, kwa sababu ya wingi wa maasi kuongezeka upendo wa wengi utapoa. Unajua anamaanisha nini mtu wa Mungu? Anamaanisha kwamba kitafika kipindi mtu atakapoyazoea mabaya kwa sababu anayaona mara kwa mara, moyo wake utakuwa wa baridi. Atazoea kuona mabaya na yatambadilisha naye atakuwa mbaya. Wewe fuatilia siku hizi, hata ukitokea msiba, watu wanahuzunika kwa muda mfupi, alafu wanaendelea na maisha mengine kana kwamba hamna kitu kimewahi kutokea. Watu wanasahau kwa kifupi sana ukilinganisha na miaka mingi iliyopita huko nyuma. Kadiri tunavyoendelea mbele, ndivyo ambavyo watu wengi wanapuuza yale mambo ya msingi. Mungu akusaidie na mimi pia tujaze neno la Mungu kwa wingi ndani yetu, mioyo yetu iwe salama, kwa sababu anasema juu ya mambo yote linda sana moyo wako. Ukifuatilia sasa hivi watu wengi wanaongea mambo mabaya, mambo hasi, mambo ya kuvunja moyo, mambo ya kukatisha tamaa, mambo ya kuumiza, mambo ya kujeruhi, mambo ya kudhalilisha, mambo ya kudharau, mambo ya kutweza, mambo yasiyo na matumaini, mambo yasiyohitaji suluhu, mambo yasiyohitaji kuelewana, mambo ya kuondoa tumaini na matarajio mazuri. Why? People are desperate. Watu wamevunjika moyo, watu wamekata tamaa katika maeneo mengi ya kimaisha. Hata ambaye ungemtarajia atoe ushauri, saa nyingine hawezi kutoa ushauri. Why? Naye ni binadamu. Lakini tukimrejea Mungu, Mungu yeye kwake ziko hekima. Yeye anaitwa mzee wa siku. Yuko tangu zamani zisizo na tarehe. Hakuna kitu chochote ambacho kinakuwa taken by surprise kwake. Kinatokea afu anakuwa taken by surprise. No. He's already there. He knows things. Yeye atatusaidia. Hivi katika situation hii tunapaswa kufanya kitu gani? Hivi katika jambo kama hili nini tufanye? Hiyo haiwezekani kama tujaze neno la Mungu ndani yetu kwa wingi. Ukiuliza watu wangapi kwa mwaka huwa wanasoma hata vitabu vitatu tu vya Biblia, you will be surprised. And I'm talking about Christians, born again Christians. Scary, inatisha mno. Lakini we have to go back to our root, we have to go back to our foundation, we have to go back to our origin, we have to be genuine Christians. Unless we are doomed. We can't survive in this. Hatuwezi kuishi na kuwa salama katika mazingira kama haya kama neno la Kristo halitokaa kwa wingi ndani yetu. Ndio maana mwandishi wa Zaburi 119 akasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Bwana Yesu anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote. Mungu atatusaidia, tutakuwa tukiomba mambo kwa usahihi. Tutaishi sio kwa hasara bali kwa faida. Tutaishi kwanza kwa kuyatekeleza na kuyatimiza mapenzi yake kabla ya kuyatekeleza mapenzi ya mtu yoyote. Mungu atatukuzwa. Tutakuwa salama, tutakuwa productive. Kila mahali tutakuwa ni watu wenye faida, sio watu wa hasara. Mungu akubariki wakati unaendelea kutuombea ili tuweze kulitekeleza hili. Mimi ninaitwa Wycliffe Rupia, miongoni mwa wachungaji kutoka BCC Mbezi Beach. Ninapenda sana kumweleza kijana mwingine tufuatane pamoja katika hiki. Lakini kila Jumapili tutakuwa tunakutana ndani ya ukumbi wa BCC Mbezi Beach kwa ajili ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu pamoja na maombezi, pamoja na kuomba kwa bidii, na Mungu atajidhihirisha kwetu. Katika jina la Yesu, imarika.